na wilaya zote nchi nzima. Changamoto ni vema tutaziwasilisha kwa njia ya maandishi na kwa mchanganuo wa mkoa hadi wilaya ili tuweze kueleza kwa kina na kwa undani zaidi kuhusu changamoto husika pamoja na mapendekezo yake, na tunakuomba kwa heshima na taadhima uzipokee changamoto hizo pamoja na mapendekezo ya utatuzi wake ili zifanywe kazi kwa haraka kwa ajili ya kujenga ustawi wa wajasiriamali wadogo Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, pia tunaomba kushauri kuhusu fedha zinazotolewa na serikali kwa ajili ya kuwakopesha wajasiriamali wadogo maarufu kama machinga. Kwa kuanzia, zigawanywe katika benki tofauti tofauti badala ya kuiachia benki ya NMB peke yake ili kuleta ushindani na kurahisisha upatikanaji wa mikopo hiyo sambamba na kupunguza vigezo na masharti mbalimbali ambayo kwa namna moja au nyingine yanasababisha wajasiriamali wengi kukosa fursa hiyo. Pia tunaiomba serikali kwa moyo wa unyenyekevu kabisa kutuanzishia benki ya wamachinga maarufu kama Machinga Bank ili fedha zote zinazotolewa kwa ajili ya wajasiriamali zipite katika benki hiyo. Sisi tunaamini kwamba jambo hilo likifanyika litakwenda kuondoa usumbufu wa upatikanaji wa mikopo katika benki, kwani uwepo wa benki hiyo maalum ya machinga itakuwa ndio ufumbuzi wa upatikanaji wa mikopo na mitaji kwa wajasiriamali wadogo. Pia tunaiomba serikali ipanue wigo wa mikopo hiyo ili iguse nyanja mbalimbali kama vitendea kazi, viwanja vya makazi na kwa ajili ya kuongeza dhamana za wafanyabiashara ndogo ndogo. Pia tunapendekeza na kushauri kuwa na miradi ya kimkakati kwa ajili ya kujenga mustakabali mpana zaidi wa ustawi wa machinga nchi nzima, sambamba na kusaidia wataalamu wa kuendesha SACCOS zetu ili pia wamachinga waweze kukopa kupitia SACCOS zao kila mkoa. Lakini pia kwa juhudi zetu binafsi kwa kupitia kanzidata yetu tumefanikiwa kuwakopesha wamachinga zaidi ya 2,000 kiasi cha shilingi bilioni 10 katika mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na Maendeleo Bank. Na hadi sasa tunapozungumza zaidi ya wamachinga 500 wamepatiwa viwanja vya makazi katika kijiji cha Magoza wilaya ya Mkuranga. Na katika kufanikisha ujenzi wa makazi bora, tunaiomba serikali itudhamini mikopo ya ujenzi wa nyumba kupitia taasisi zake kama Shirika la Nyumba la Taifa au Shirika la Hifadhi ya Jamii NSSF ili wamachinga waweze kupata nyumba na kuzilipia kidogo kidogo. Ndugu mgeni rasmi, sisi wamachinga nchi nzima tuko tayari kulipa kodi ya serikali ili kwa namna moja au nyingine tuweze kuchangia katika uchumi wa nchi yetu. Na tayari tumeshafanya mazungumzo na kamishna wa mamlaka mapato Tanzania ndugu Yusuf Mwenda, na kwa kuanza tutaanza na mchakato wa kuwasajili wamachinga nchi nzima ambapo tutaanza na mkoa wa Dar es Salaam na kuelekea katika mikoa mingine ili tuweze kupata takwimu sahihi za wamachinga nchi nzima kupitia kanzidata ya kidigitali. Ndugu mgeni rasmi, kumekuwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa maeneo rafiki ya kufanyia biashara katika miji na majiji mbalimbali nchini, hali inayosababisha migogoro kati ya wamachinga na halmashauri zetu nchini. Hivyo tunaiomba serikali iruhusu matumizi ya baadhi ya maeneo ambayo hayatumiki kwa sasa hata kwa kuandikishiana makubaliano maalum ili maeneo hayo yatumike kwa muda hadi hapo matumizi ya maeneo hayo yatakapokuwa tayari ili kupunguza changamoto ya ukosefu wa maeneo ya kufanyia biashara kwa vijana. Pia tunaiomba serikali itekeleze ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kukamilisha ujenzi wa soko la Jangwani jijini Dar es Salaam ili tuweze kuwahamisha wamachinga katika eneo la Kariakoo ili kuruhusu eneo hilo lipitike kwa urahisi na wafanyabiashara wakubwa ambao ni walipa kodi waweze kufanya biashara zao bila usumbufu, ikizingatiwa kuwa eneo la Kariakoo ni soko la kimataifa na ni kanda maalum ya kiuchumi kupitia biashara. Mwisho, tunaendelea kusisitiza kuhusu fedha za mikopo ya serikali kugawanywa katika taasisi mbalimbali ya fedha badala ya kuiachia benki moja peke yake ili kuondoa urasimu wa mikopo pamoja na kuweka vigezo na masharti rahisi ili tuweze kuwanufaisha wajasiriamali wengi zaidi sambamba na kutenga fedha hizo kulingana na ukubwa na uwingi wa wajasiriamali katika mikoa na wilaya husika. Mwisho kabisa, tunamwomba Mheshimiwa Rais
Dr. Samia Suluhu Hassan atuhamishe kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwenda Wizara ya Viwanda na Biashara, ili tuweze kujengwa vizuri na kupatiwa elimu ya biashara, ili tuweze kukua na kuwa walipa kodi, kwani sisi ni wafanya biashara. Hivyo ni vema tukahudumiwa na wizara inayohusika na mambo ya biashara moja kwa moja, badala ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Tunahitimisha risala yetu kwa kukushukuru tena kwa muda wako na kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika kongamano letu hili la siku ya leo. Tunakuomba utufikishie salamu zetu za dhati na za upendo mkubwa kwa mlezi wetu, mpendwa wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi wajasiriamali wadogo tunamuunga mkono na tunamwahidi kuendelea kumpa ushirikiano mkubwa katika awamu yake hii ya uongozi. Asanteni sana.